بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى في محكم تنزيله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد، إن شاء الله tukiendelea madarasa ya sira, tumefika katika kueleza kusilimu kwa Saidina Hamza. Takriban ilipofika Uislamu mwaka wa 6 baada ya kutumilizwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, au mwaka wa 5. Yani baadhi ya riwaya sema mwaka wa 5, baadhi ya maulama wasema ni mwaka wa 6. Na hapa ilikuwa takriban watu waliosilimu ni chini ya 40. Angalia, miaka 5 bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yufanya da'wa. Katika waliosilimu hususan katika wanaume ni chini ya 40. Yani tukifanya kama average kila mwaka subhanallah kisilimisha watu 8 tu bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kila siku da'wa. Taban da'wa ya jahri ilikuja baadaye, sio baada ya miaka 3 kama tulivyoeleza, lakini ni kuonyesha kuwa ile nini aliyokuwa nayo, ile tabu aliyopitia bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Almuhim, huu mwaka wa 6 ama lilotokea kabla ya kusilimu kwa Saidina Hamza. Saidina Hamza asli yake alikuwa yeye si mtu wa kuingilia haya mambo ya dini, haingilii, hajihusishi sana. Alikuwa yuatoka yenda kuwinda, na maulama wa sira wasema alikuwa katika watu wachache pale Maka ambao walikuwa wakaenda wakiwinda simba. Mpaka wengine wamefanya mubalagha wakisema alikuwa na uwezo ule ushujaa aliokuwa nayo, manake miongoni mwa watu wa Maka yeye ni katika mashujaa zaidi mpaka wakisema kuwa alikuwa yuweza kuwinda simba kwa mkono wake. Saidina Hamza huyo alikuwa na nguvu, na kama tutakavyoona kwenye vita vitakavyokuja, washirikina wengi yeye ndo amewapeleka motoni, yani yeye ndo amewaulia mbali, yeye na Saidina Ali, mpaka akiitwa Asadullah. Akiitwa Saidina Hamza katika nickname zake Asadullah, sio? Naam, akiitwa Abu Umara Hamza. Na huyo alikuwa kama tulivyotaja kule mwanzo kuwa ni ammi yake bwana Mtume, na wakati huu ni ndugu yake katika kunyonya. Ni ammi yake, lakini kwa upande wa kunyonya alikuwa ndugu yake. Basi Saidina Hamza mara siku moja ametoka katika kuwinda, amefika pale Maka. Basi wakaja wanawake wakamzungumzia, wakaanza kumlalamikia. Wanawake sasa wa Banu Hashim wamlalamikia, wamlilia, sema wewe bwana, ungeona alichofanyiwa itwaje ndugu yako au mtoto wa ndugu yako Muhammad, yule Abu Jahal, wao wakimuita Abul Hakam, kwamba yule Abu Jahal amemtukana sana. Sasa wale wanawake wamempa habari nani? Saidina Hamza. Na Saidina Hamza hapo kumbuka hajasilimu, lakini sasa kuna kitu wanaita hamia. Yani hamia ni mtu kuwa yuamili kwa watu wake, yuwapenda watu wake generally, hata kama tuseme tuna pingamizi fulani, mpaka sio Swahili tunasema tuje ndugu wawili wakiteta usiingilie, sijui shika jembe nenda kalime, maana ukiingilia wale watashikana wao wawili wawe sasa dhidi yako. Sasa Saidina Hamza ingawa yeye si Muislamu, lakini kuna ile hamia, kuna kuwa yeye huyu ni mtoto wa ndugu yangu, kuna mapenzi ama kuna hamia upande huo, yani kama ghera. Basi Saidina Hamza akakasirika sana aliposikia maneno kama haya. Vipi huyu atatudhalilisha? Maana wale wanawake walikuwa walalamika kuwa Banu Hashim tumedhalilishwa bwana, tutadhalilishwa mpaka lini? Basi Saidina Hamza kwa hasira akatoka, akaenda akamkusudia aitwaje Abu Jahal. Abu Jahal kulikuwa na mahali wanaketi kama maskani wanaita nadi, wanketi na watu wake pale. Akaenda aitwaje Saidina Hamza, alipofika pale akampiga mbao, akampiga nani aitwaje Abu Jahal mpaka akamtoa madamu. Akamwambia atasubuhu wa ana ala dinihi, wewe wamtukana huyu Muhammad na mimi niko katika dini yake. Kumbuka hapo hajaslimu Saidina Hamza. Saidina Hamza hajaslimu kihakika, lakini yuamwambia yani khalas ashaamua ataingia. Na kuingia kwake katika Uislamu kihakika hakuingia kwa ameamini. Mwanzo kama tutakavyoona inshallah, hakuingia kwa ameamini, yeye ameingia kwa ajili ya ile ghera na mapenzi alionayo kwa bwana Mtume kama mtoto wa ndugu yake. Hata hakuingia kwa ati ni mtume, sijui ametumwa na Mungu. La, yeye kama tulivyosema haikuwa yajihusisha na mambo kama hayo. Bas Saidina Hamza akamwambia Abu Jahal, farudda dhalika alayya in istata'ta, nirudishie kama waweza. Yani ashampiga mpaka amemtoa damu kwenye uso wake, amwambia sasa nirudishie kama waweza.
mpaka wale watu waliokuwa kando ya Abu Jahal wakasimama wataka kumlipiza yani. Lakini Abu Jahal akasema la mwacheni, mimi kweli bwana mtwaje yule Muhammad nimemtukana sana. Bas Saidna Hamza kaondoka na wale makureshi hapo wakaogopa, wakasema la ilaha illa Allah, sasa watapata tabu sana. Kwa sababu gani? Huyu Hamza atakuwa sasa protect, kinga bwana mtume, na itakuwa ni himaya zaidi, yani ni kinga ya nguvu zaidi kuliko, yani pamoja na kuwa Abu Talib ndo mzee wa kabila lao, na huyu Hamza sasa ni mtu ana nguvu zaidi, hawatoweza tena kumfikia bwana mtume, mpaka yale maudhi kidogo yakapungua. Naam, lakini yeye Saidna Hamza kama tulivyosema alikuwa imani haijakita, mpaka ule usiku ikawa yajishukushuku, kuna waswasa wa shetani, ikawa yajiuliza mimi vipi nitamwamini huyu mtoto mdogo, maana bwana mtume alikuwa mdogo wao kwa umri, amezaliwa baada yao taban. Basi Saidna Hamza lakini ilipofika asubuhi akaenda kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na akamueleza, na bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamweka mkono kwenye kifua chake, akamuombea dua, mpaka ule waswasi wote ukaondoka, ikawa khalas. Sasa Saidna Hamza Uislamu wake ni wa nguvu, na akafanya Uislamu ukawa mzuri mpaka kaitwa Asadullah, na kama tulivyosema katika vita alikuwa hawamwezi kabisa, mpaka wakamfanyia hila mwishowe katika Uhud kama itakavyokuja, hawakuweza kumuua yani face to face ilikuwa Saidna Hamza hawamwezi, hakuna amwezaye, na mtu yote akiingia migogoro na yeye utasema yani kwa lugha yetu yuanywea, hajiingizi katika vita kama hivyo. Naam, hiki ndo kisa cha kuslimu kwa Saidna Hamza. Na baada ya kuslimu Saidna Hamza, maulama wengine wanasema baada ya siku chache katika mwaka ule imma ni mwaka wa 6 tutasema, au kwa riwaya ni mwaka wa 5, akaja kaslimu Saidna Umar. Na kuslimu pia kwa Saidna Umar ni kisa kingine, manake Ibn Mas'ud yasema kuslimu kwa Saidna Umar ndio ilikuwa fathi kubwa. Aliposlimu Saidna Umar ilikuwa fathi kubwa. Na wengine imepokewa pia kusema ma zilna aizatan mundu aslama Umar, yani sisi kabla ya kuslimu Umar ilikuwa kidogo madhaifu, maana yake tudhulumiana, lakini aliposlimu Umar khalas ikawa sasa sisi ndo tuna izza, sisi ndo tuna nguvu. Kuslimu kwa kifupi kisa cha Saidna Umar, kuslimu yeye alikuwa yataka kwenda kumuua bwana mtume, khalas utasema ameona kama ambaye bwana mtume amepita mipaka, khalas yataka kwenda kumuua. Hapo Saidna Umar ana takriban miaka 26, yataka kwenda kumuua, maana yake shababu, ni mtu ana nguvu. Akawa sasa ashatoa upanga wake, yuko ndiani yuenda, mara kaja akakutana na mmoja katika maswahaba, akamuona huyu nini yake, ile mwendo wake na zile sura zake si nzuri, akamuuliza wewe ndapi ewe Abu Hafs, ewe Umar? Turaje Umar akamwambia mimi bwana naenda kukata ishari, naenda kumuua huyu Muhammad khalas. Yule sahaba akamwambia, sahaba ameslimu kisirisiri hajulikani, akamwambia lakini wewe enda kumuua yule, wale Banu Hashim hawatokuacha, watakujia kinguvu, watakuua. Akasema sina neno, manake huyu amefarikisha baina ya baba na watoto, baina ya mandugu, hata mimi nende nimuue, kisha litakalo nitokea haina neno, bora mimi ishara itakuwa nishaikata. Yule sahaba akaona hakuna ndia, akamwambia manake njia iliyobaki khalas ni kutoboa siri. Akamwambia wewe lakini utaenda kumuua Muhammad, wafaa kwenda kwanza kusuluhisha hali ya nyumba yenu, yule mke wako yule ndugu yako, dadako aitwa Fatima binti al-Khattab, ndugu yake Saidna Umar, huyo alislimu kabla ya Saidna Umar, manake mume wake akiitwa Said bin Zaid ni katika mubashirin bil janna kama tulivyoashiria mbeleni. Akamwambia wewe yule dadako na mume wake wansilimu, wewe kama unataka kwenda kusuluhisha ya Muhammad ungefaa kwanza kusuluhisha ya nyumbani kwako. Saidna Umar akakasirika sana bwana, akaenda katika ile nyumba akabisha, na alikuwa anabisha yani alivobisha na ile nguvu na akatoa sauti basi wakaogopa waliokuwa ndani, ambaye ni huyo Said bin Zaid na Fatima binti al-Khattab, na kulikuwa na mmoja yuwafundisha Qur'ani akiitwa Khabbab. Huyu Khabbab ni katika watu wanyonge, lakini alikuwa akiwafundisha hawa Qur'ani, yeye alikuwa ajua kidogo Qur'ani, basi yuwafundisha wale. Huyu Khabbab aliposikia kuwa Saidna Umar amekuja hakuweza kujizuia maskini, manake akajua Umar akinipata hapa mimi ataniua. Saidna Umar aitwaje yule Khabbab akaenda akajificha nyuma ya sehemu hivi, akajificha hayuko. Saidna Umar akiingia hamuone, akasema mimi ninasikia mwasoma kitu hapa, nipeni nisome, nipeni hizo karatasi, maana alikuwa amezishika karatasi aitwaje Fatima, na ambayo ilikuwa ni sura Taha,
akamwambia, yani Saidna Umar akamwambia leteni nizisome. Nilikuwa msoma nini? Leteni nisome. Sayyidatuna Fatima akakataa. Akamwambia wewe mchafu, labda paka uende ujioshe, ima utawadhe, kitu kama hicho. Akaenda Saidna Umar akajiosha akatukua itwaje, akaanza kusoma ile sura Taha. Mwisho akalainika sana mpaka akasema haya kweli si maneno ya mwanadamu, haya ni maneno ya mtu ambaye atakuwa ametumwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hebu nataka kwenda kwa Muhammad nikasilimu. Basi hapo ile Khabbab alikuwa amejificha, maana alikuwa yuogopa, akatoka bwana. Akasema hapo yani akambashiria, akamwambia bahati yako Umar, bahati yako Umar, bahati yako sana Umar. Kwa sababu mimi jana mmemsikia bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiomba dua akisema Allahumma ayyidil islama bi Abil Hakami ibn Hisham au bi Umar bin al-Khattab, ay bi ahadil Umarain. Ewe Mungu, naomba usaidie, upe nguvu Uislamu kwa mmoja katika Umarain ambaye ni Amr bin al-Hisham akiitwa Abu Jahal na Umar bin al-Khattab ambaye ndo Saidina Umar. Sasa bwana Mtume aomba dua kwa mmoja ya hawa asilimu. Basi lakini una bahati kuwa dua imekufikia wewe, dua imekufikia wewe. Fahalla Allah ya Umar, twende. Saidina Umar akamwambia nielekeze nitukue kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kamchukua, wakifika mpaka pale katika sehemu ambayo bwana Mtume alikuwa katika nyumba ya mmoja katika maswahaba. Wakifika pale, manake walikuwa wanajificha pale, wakifika pale wakabisha. Walipobisha manake wale maswahaba wakija wakiangalia wachungulia nani alokuja, hawafungui mlango moja kwa moja, manake inaweza kuwa si mtu si Muislamu. Basi walipomwona ni Quraysh wakaogopa, walipomwona ni Saidna Umar wakaogopa wale maswahaba. Hapo wakarudi ndani, wasema haya, huyu bwana Umar amekuja, huyu atatudhuru na nini. Basi Saidna Hamza akawatuliza. Saidna Hamza ashaslimu, sio tumesema katika riwaya zingine ameslimu siku 3 kabla ya Saidna Umar. Saidna Hamza akamwambia haina neno bwana, tulieni, huyu mwate aje radhiallahu anhu, mwate angie, akiwa amekuja kwa shari, sisi tutamshika na tutamuua kwa upanga wake. Huyu ni ule ushujaa tuitwaje Saidna Hamza. Lakini ikiwa anakuja kwa khair, ahlan wa sahlan. Bas, lakini hapo bwana Mtume akamzuia itwaje Saidna Hamza, akamwambia mwate ingie. Saidna Umar alipoingia bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yeye mwenyewe ndo akaenda akamshika, akamwambia Umar, bado tu bwana, mpaka sasa wewe hujaona haki. Ndo mwisho Saidna Umar akamwambia ya Muhammad, nipe mkono wako, mimi nimekuja kushuhudia kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah, na wewe na pia nimekuja kushuhudia kuwa wewe ni mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na kwa kifupi hivi hiki ndo kiswa cha kuslimu kwa Saidna Umar na Saidna Hamza. Na maswahaba waliposikia hivyo, hapo wakaanza kupiga takbira. Katika riwaya zingine za sira, yani takbira zilisikika sehemu zote za Maka. Wakashangaa kuna nini? Manake walijua khalas Umar akiwa ashasilimu, na hapa tunaitwaje Hamza. Hili ni jambo kubwa sana. Na Saidna Umar aliposilimu, hapo akaenda kwa Abu Jahal, akambishia mlango. Pombishia manake Abu Jahal takriban alikuwa ammi yake Umar. Akamwambia wasemaje ewe Umar? Yule akamwambia angalia bwana, mimi ninaslimu mimi nimemfuata Muhammad. Yani manake Saidna Umar alikuwa anataka kuonyesha wale wote, bwana mimi nimemfuata Muhammad, kuanzia leo huyu ni no go zone, hamufai kumdhuru kabisa Muhammad. Basi alipomwambia hivyo Abu Jahal akakasirika sana, hapo akamfungilia mlango mbali, na akafunga mlango akaenda zake. Naam. Na vitabu vya sira vaeleza mambo mingi yaliyotokea, kuwa Saidna Umar alikuwa yatafuta wale watu ambao hawezi kuweka siri. Yafuata mtu ambaye hawezi kuweka siri, kisha mwambie bwana angalia mimi bwana ninaslimu, lakini usimwambie mtu. Unajua mtu ambaye hawezi kuweka siri, ukimwambia hivyo basi ndio ile siri ataieneza. Basi Saidna Umar akamfuata mmoja katika wale watu, akamwambia angalia mimi bwana ninaslimu, namfuata Muhammad, lakini usimwambie mtu. Basi hapo wanazoni wasira waeleza, hapo yule mtu alisimama akaanza kutangaza, bwana huyu amesilimu, bin al-Khattab ashasilimu bwana. Na yeye ndo alikuwa hampendi huyu Muhammad, lakini sasa ashasilimu. Ikawa ule Uislamu ukaenea mpaka Makureishi sasa wakanywea, yani wakajiona wamedhalilika, kwa sababu Uislamu sasa umepata nguvu, tena nguzo mbili muhimu sana. Inshallah katika darasa zijazo tutaeleza namna katika madhahiri ya nguvu ama iza iliyopata Uislamu
baada ya kuslimu Saidina Hamza na Saidina Umar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'la wa a'lam.